Karibu mpenzi mtazamaji wetu ndani ya Mzee Yakobo Sport, tuweze kuangazia tetesi za soka za usajili zilizojiri barani Ulaya, ikiwa leo ni Januari 15, 2026. Na kukaribisha uweze kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza kitufe kilichoandikwa neno subscribe. Tuanze moja kwa moja na kule Hispania. Klabu ya Atletico Madrid wanamlenga kiungo wakati wa Wolves na Brazil Joao Gomez mwenye umri wa miaka 24 baada ya kumuuza mchezaji wao Conor Gallagher kwenda katika klabu ya Tottenham Hotspur. Sasa wanamlenga Joao Gomez kama mrithi wa Conor Gallagher katika klabu yao. Tayari mazungumzo yameshaanza kati ya timu ile ya Atletico Madrid na Wolves namna ya kumpata Joao Gomez. Hapo awali Joao Gomez aliripotiwa pia kuhitajika kwenye baadhi ya vigogo kama vile Manchester United, Chelsea pamoja na Arsenal. Nao pia ni moja ya timu ambazo zilionyesha nia ya kumtaka Joao Gomez, lakini Atletico Madrid wamekuja na dili hili kwa userious zaidi la kumtaka Joao Gomez. Wakati huo pia tukiendelea na tetesi za usajili, kiungo wakati wa Wanderers na Zimbabwe Marshall Munitis mwenye umri wa miaka 29 yuko tayari kujiunga na Paris FC kwa mkopo akitokea klabu yake ya Wanderers. Mzimbabwe huyu amekuwa ni mmoja wa wachezaji wazuri sana ambao wana makeke mengi uwanjani, na ndio maana Paris FC wameweza kuvutiwa naye na hivi karibuni atajiunga nao kwa mkopo. Kwingineko, klabu ya Everton wametuma ofa rasmi kwa klabu ya Fenerbahce ya Uturuki kwa ajili ya kumuhitaji mshambuliaji wao kutoka nchi ya Morocco, anaitwa Yusuf El Nasri mwenye umri wa miaka 28, na mazungumzo yanaendelea kwa ajili ya uhamisho wa mkopo kwa mchezaji huyo wa pauni milioni 17, Fabrizio Roman anaripoti. Lakini pia Nottingham Forest wako kwenye kinyang'anyiro cha kumwania El Nasri, lakini pia hisia zake Fenerbahce wanaripoti kwamba licha Nottingham Forest nao kumtaka mchezaji huyu, anavutiwa zaidi na klabu ya Everton. Tukienda paka kule Uholanzi, Letossen pamoja na Werder Bremen na Ajax wanamfuatilia beki wa kulia wa Ukraine Joachim Konoplyan. Mkataba wa mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 26 na Shakhtar Donetsk unamalizika msimu wa joto, na ndio maana wanamuhitaji ili kuweza kuimarisha timu yao. Kwingineko, klabu ya West Ham watafanya mkutano wa ndani na wanahisa wao weekend hii ili kujadili kupunguza bei inayotakiwa kwa kiungo Lucas Paquetá mwenye umri wa miaka 28 ambaye anasakwa na Flamengo ya nchini kwao Brazil. Mwanzoni Lucas Paquetá alikuwa anahitajika na vilabu vikubwa kama vile Arsenal na Chelsea, lakini kwa sasa Arsenal na Chelsea hawajaonekana tena kwenye rada za kumhitaji Lucas Paquetá, na ni Flamengo peke yake, na bei ndio imekuwa kikwazo, na ndio maana wanahisa watakutana wa West Ham ili kuijadili bei ya mchezaji huyo na kuona namna wanavyoweza kumuuza. Kwingineko, beki wa Santos Souza mwenye umri wa miaka 19 anatarajiwa kufanyiwa vipimo na Tottenham mjini London siku ya Alhamis, huku Spurs wakikamilisha dili la paundi milioni 13 kumnasa beki huyo wa kushoto wa Brazil. Klabu ya Tottenham Hotspur ni kama vile wameshamsajili Conor Gallagher na sasa hivi wanamtaka kumsajili beki huyo wa Brazil. Kwingineko, klabu ya Brentford wanakaribia kufikia makubaliano ya paundi milioni 15.6 kwa mshambuliaji wa Lazio na Italiano Matteo Cancelliere mwenye umri wa miaka 23 ambaye amekuwa na kiwango kizuri sana uwanjani, na ndio maana Brentford wanamhitaji huduma ya mchezaji huyo. Kwingineko, klabu ya AC Roma italipa ada ya mkopo wa paundi milioni 2 kwa forward wa Aston Villa Daniel Malen mwenye umri wa miaka 26. Hiyo ni mara baada ya kuonekana hawataweza kumpata Joshua Zirkzee, na ndio maana FC Roma wamehamia kwa Malen, na inaonyesha watalipa kiasi hicho kidogo cha pesa ili kuweza kumpata kwa mkopo. Taarifa yetu ya mwisho ni kule Bournemouth wanafahamu kuwa wanaweza kukabiliwa na vita ya kumsaka kiungo wakati Mwingereza Alex Scott mwenye miaka 22 mwaka huu, huku vilabu zaidi vya Premier kama vile Manchester United, Manchester City, Aston Villa na Newcastle United zikimuania kwa pamoja. Tumefika tamati na kukaribisha kusubscribe channel yetu